Hapana bwana, tafadhali usiniambie hujui kwamba hawa mbwa nao wana tamaa kama binadamu, inabidi tu uwafurahishe, na hilo linahusisha kulala nao kimwili. Sabina hakuamini masikio yake. Maneno yale yalirindima kichwani mwake yakizunguka tumboni mwake kama mkunjo wa maumivu makali. Alimtazama Bwana Juma akitumaini labda alikuwa amemsikia vibaya, akitumaini kwamba haya yote yalikuwa mzaha wa kipuuzi. Lakini uso wake ulibaki mtulivu, midomo yake ikipinda kwa tabasamu dogo, kana kwamba alikuwa tu amemuomba Sabina afagie nyumba au aoshe vyombo. Kinywa chake kilikauka. Mikono yake ikashika pindo la gauni lake kwa nguvu, vidole vyake vikitetemeka. Hewa ndani ya chumba ilionekana nzito, ikibonyeza kifua chake. Mwanga wa dhahabu kutoka taa ya juu ulipenya, ukiangaza kila kitu chumbani humo, kikionekana kizuri mno, kizuri kupita kiasi kwa hofu aliyokuwa anaishi nayo. Chumba kilikuwa safi kabisa, kimepangwa kwa ustadi. Sakafu kubwa za vigae vyeupe zilikuwa zikimetameta chini ya mwanga wa taa ya kifahari. Harufu nyororo ya manukato ya bei ghali ilijaa hewani, ikichanganyika na kitu kingine, harufu hafifu ya wanyama waliolala karibu. Mbwa wanne wakubwa na wanene, manyoya yao yakiwa laini na yanang'aa chini ya mwanga. Walilala kwenye vitanda vyao vya makochi, mikia yao ikitikisika kwa uvivu. Mmoja alinyanyua kichwa na kumtazama Sabina kwa udadisi, lakini akiwa mtulivu. Mwingine akapiga miayo na kunyoosha miguu yake mirefu kabla ya kujilaza tena. Hawakuelewa. Lakini Sabina alielewa. Mapigo ya moyo wake yalipiga masikioni mwake kwa nguvu. Pumzi zikija kwa shida, fupi na zisizo sawa. Haya siyo kweli. Haya siyo kweli. Lakini yalikuwa kweli. Alitaka kukimbia. Miguu yake ikapiga kelele ndani ya kichwa, ikimlilia atoke. Lakini hakuweza. Alikaa ameganda juu ya kiti cha mbao karibu na mlango, mwili wake ukiwa mgumu kwa woga. Chumba ghafla kilionekana wazi mno, kana kwamba kuta zake zimetengenezwa kwa vioo na ulimwengu wote ulikuwa unamtazama. Alimgeukia tena Bwana Juma, midomo yake ikitetemeka, pumzi ikikatika. Bwana, mimi isiwezi. Tabasamu lake halikupotea. Unaweza. Na utafanya. Tumbo la Sabina lilijikunyata kwa nguvu. Akatikisa kichwa huku akishika nguo yake kwa nguvu, kana kwamba ingeweza kumrudisha kwenye hali halisi. Tafadhali Bwana, mimi nilikuja kufanya kazi ya ndani, sio kwa mambo kama haya. Uso wa Bwana Juma ukabadilika. Sauti yake nyororo ikatoweka, ikachukua ukali. Unadhani una chaguo? Wakati huo Sabina alitambua kwamba maisha yake yote yamekuwa ni kuhusu kuishi tu. Alikuwa amepita jua kali akibeba mizigo mikubwa ili kuwalisha mama yake na binti yake. Aliondoka nyumbani akiamini anafanya sadaka kwa maisha bora, lakini hili lilikuwa zaidi ya yote aliyowahi kufikiria. Mbwa walihama kidogo vitandani mwao, mmoja akinusa hewa. Sabina akameza mate kwa nguvu, mikono yake ikiwa imejaa jasho. Alifikiria angeweza kuomba, kulia, lakini tayari alijua haitabadilisha chochote. Kwa hivyo alifanya jambo pekee aliloweza kufanya. Akanong'ona kwa sauti dhaifu, nipe siku 2, Bwana. Bwana Juma akainua uso kwa mshangao. Siku 2 za nini? Sabina akavuta pumzi kwa shida, akijaribu kutulia. Nataka tu kujiandaa. Si rahisi. Alimtazama kwa muda, kisha akatabasamu kwa upole. Sawa. Siku 2. Lakini baada ya hapo utafanya ninachosema. Akatembea kuelekea mlangoni, akaifungua kwa urahisi. Pumzika. Fikiria. Lakini usisahau, hili si ombi. Kisha akaondoka. Sabina alikuwa mama mchanga aliyekuwa akiishi kijijini Kilima Juu, Tanzania. Alikuwa na binti mdogo aitwaye Neema na mama mzee ambaye alikuwa mgonjwa sana. Kila asubuhi kabla jua halijachomoza aliamka, akatoka nje kwenye upepo baridi wa asubuhi kuuza embe, nazi au chochote angeweza kupata ili kuwalisha familia yake.
Nyumba yao ilikuwa rahisi, imejengwa kwa matofali ya udongo, paa jembamba la bati lililokuwa likipiga kelele upepo mkali ukivuma. Ndani mama yake alikuwa amelala juu ya godoro jembamba, akikohoa kwa upole, mwili wake ukiwa dhaifu kwa maradhi. Sabina angeketi kando yake, akimshika mkono, akinong'ona maneno ya faraja, lakini moyoni alijua upendo pekee hauwezi kununua dawa. Neema alikuwa na miaka 6 tu. Angekuwa akikimbia kumfuata mama yake, macho yake yakiwa na nuru na njaa ya utotoni. Mama na njaa, angesema, akipapasa tumbo lake dogo. Sabina angecheka kidogo, akimgusa shavuni kwa upole. Subiri kidogo mwanangu, nitapika kitu. Kisha angeenda eneo la kupikia ambapo moto mdogo wa kuni ulikuwa ukiwaka chini ya sufuria nyeusi. Asubuhi zingine kulikuwa na chakula cha kupika, zingine angechemsha maji tu, akitumaini unga kidogo alionao ungetosha kushibisha tumbo lao. Sabina alifanya kazi kwa bidii kila siku, kufua nguo za wanawake wa kijijini, kuuza matunda sokoni au kufanya kazi yoyote ndogo ya kupata pesa. Lakini haijalishi alivyohangaika, haikutosha. Dawa zilikuwa ghali, ada za shule zilikuwa juu na chakula kilikuwa haba. Usiku angekaa nje chini ya mwezi, akisikia sauti za mbali za watu wakicheka kutoka nyumba nyingine, familia zenye matumbo yamejaa, watoto wanaoenda shule kesho bila wasiwasi. Alitamani maisha hayo kwa ajili ya binti yake Neema. Kisha akasikia habari za kazi za Uarabuni. Wanawake wengine kutoka kijijini walikuwa wamekwenda huko kabla yake. Walituma pesa nyumbani, wakajenga nyumba mpya, familia zao zikapata maisha bora. Ni kazi nzuri, walisema, unasafisha, unapika na wanalipa vizuri sana. Sabina alifikiria hilo kwa siku nyingi, akilala macho usiku, akitazama dari la mbao, akisikiliza pumzi za mama yake zenye udhaifu. Je, kweli anaweza kuondoka? Je, anaweza kumwacha Neema? Lakini alikuwa na chaguo gani? Jioni moja alikaa karibu na mama yake, akasema kwa sauti ya upole, "Mama, nataka kwenda Uarabuni kufanya kazi." Macho ya mama yake yaliyokuwa yamechoka yalifunguka, yakimtafuta Sabina usoni. "Haitakuwa rahisi," akasema kwa sauti dhaifu. Sabina akatikisa kichwa, "Ninajua mama." Mama yake akavuta pumzi kwa huzuni, akamshika mkono. Vidole vyake vilikuwa vembamba, dhaifu. "Kama lazima uende mwanangu, basi nenda. Lakini niahidi kitu kimoja, uwe mwangalifu sana." Sabina akameza mate kwa shida, akitabasamu kwa unyonge. "Nitaahidi mama. Nitakuwa mwangalifu." Usiku ule, baada ya kumlaza Neema, alikaa kimya gizani, akisikiliza upepo ukivuma nje. Alikuwa amefanya uamuzi wake. Ataenda kwa ajili ya Neema, kwa ajili ya mama yake, haijalishi nini kingemsubiri upande wa pili. Sabina alikuwa na msisimko mwingi kuhusu safari yake kwenda nchi mpya. Hakuwahi kutoka Tanzania maishani mwake, wala hakuwahi kufikiria kupanda ndege, wala kuona nchi yenye mandhari tofauti kabisa na kwake. Safari yake ilianza kwa basi refu lenye mtikisiko, kutoka kijijini Kilima Juu hadi mji mkuu Dodoma, ambako angepanda ndege. Aliegemeza paji la uso kwenye dirisha, akitazama Msabinamba makavu na nyumba za udongo zikibaki nyuma yake, akihisi mchanganyiko wa hofu na matumaini. Uwanja wa ndege ulikuwa na mwanga mwingi na watu wengi, watu wakikimbia, wakizungumza, wakicheka kwa lugha ambazo hakuelewa. Sabina alikumbatia begi lake dogo kwa nguvu, akijirudia moyoni, "Hii ni kwa ajili ya mama. Hii ni kwa ajili ya Neema. Hii ni kwa ajili ya maisha bora." Safari ya ndege ilikuwa kama ndoto. Alikuwa juu ya mawingu, akitazama nje kupitia dirisha, akifikiria, labda hivi ndivyo maisha bora yanavyoonekana. Alipowasili Uarabuni, hewa ilikuwa tofauti, joto, kavu na nzito, kana kwamba blanketi limefunika mwili wake. Mji ulikuwa umejaa majengo marefu, barabara pana na taa zinazowaka usiku kucha. Sabina alichukuliwa hadi ofisi ndogo ambako alikutana na familia iliyomwajiri. Mwanamke wa nyumba hiyo alikuwa msafi, amevaa vizuri, akizungumza kwa upole lakini kwa mamlaka. "Utahakikisha nyumba inakuwa safi," akasema. "Upike, usafishe na utusaidie na watoto."
Mume aliyesimama karibu naye hakusema mengi, alitikisa kichwa tu, macho yake meusi yakimchunguza Sabina kuanzia kichwa hadi miguu, kisha akaondoka kimya. Kwanza kila kitu kilionekana kizuri. Nyumba ilikuwa kubwa, yenye taa za dhahabu, sakafu za marumaru baridi na madirisha makubwa yanayometameta. Watoto walicheka, harufu ya pilau na manukato ya Kiarabu ilijaa jikoni. Mwanamke wa nyumba alimpa maagizo waziwazi. Sabina alituma ujumbe nyumbani: niko salama. Nyumba ni kubwa. Kazi ni nzuri. Lakini haikuchukua muda, mambo yakabadilika. Tabasamu zikapotea, wema ukaanza kufifia. Siku za Sabina zikawa ndefu, kuanzia alfajiri hadi usiku wa manane. Alikuwa akisugua sakafu, kufua nguo, kupika na kuwahudumia watoto bila kupumzika. Akikaa tu kwa dakika moja, mwanamke angepaza sauti, hakuna kupumzika. Umeletwa kufanya kazi. Mikono yake ilikuwa laini kwa sababu ya maji, mgongo ukiuma kwa kubeba vikapu vizito vya nguo. Alikula baada ya familia kumaliza, na wakati mwingine hakukuwa na chakula cha kutosha hata kwake. Ndipo ndoto ikageuka kuwa jinamizi. Sabina alianza kugundua jinsi mume wa nyumba alivyokuwa akimtazama. Kwanza alijaribu kupuuza, labda alikuwa anajidanganya. Lakini jioni moja alipokuwa anasafisha korido, alihisi mtu yuko nyuma yake. Kabla hajageuka, mkono ukapita mgongoni mwake. Aliganda. Mwanaume huyo akacheka kwa sauti ndogo, unajua kufanya kazi kwa bidii, sivyo? Sabina akajitabasamu kwa aibu, ndiyo bwana. Vidole vyake vikabaki begani mwake sekunde chache. Labda usiku uje chumbani kwangu nikufundishe jinsi ya kupumzika. Sabina akashika kifagio kwa nguvu, mapigo ya moyo yakimwenda mbio. Mke wako atanitafuta, akajibu kwa sauti ya chini. Uso wa mwanaume ukabadilika ghafla, ukawa mkali. Basi toka. Kuanzia siku hiyo kila kitu kilibadilika. Akimsalimia anampuuza. Akisafisha vizuri anasema umebaki doa hapa, wewe ni mvivu. Watoto ambao awali walikuwa wapole sasa wakaanza kumcheka. Wakitupa chakula chini wakisema kwa sauti, chukua mtumishi, huku wakicheka. Mke wa nyumba naye akawa mkali zaidi. Mjinga kabisa. Hujui kufanya kazi haraka. Wewe ni bure kabisa. Sabina alihisi kama anatembea juu ya vipande vya vioo kila siku, hajui dakika inayofuata italeta nini. Usiku mmoja Sabina akaamka akisikia mlango unacheza kwa sauti ya Craig. Aliinuka taratibu, moyo ukidunda kwa hofu. Nani huko? Akauliza kwa sauti ndogo. Mwanga hafifu kutoka koridoni ukaangaza uso wa mtu. Alikuwa ni mtoto wa kiume wa mwenye nyumba, kijana wa takribani miaka 32. Aliingia ndani akafunga mlango. Sabina akakaa kitandani kwa haraka, sauti yake ikitetemeka. Unataka nini hapa? Akatabasamu. Nilitaka tu kukuona. Tumbo la Sabina likajikunjamana. Toka tafadhali. Akatabasamu tena akiinamisha kichwa. Kwa nini unaogopa? Mimi si kama baba yangu. Vidole vya Sabina vikazama kwenye shuka. Aliwahi kusikia uvumi kuhusu nyumba hizi. Wasichana wengine walikuwa wamesema wanaume wa majumbani walijiona wana haki juu ya wafanyakazi. Akahema kwa nguvu, ukikataa kuondoka nitapiga kelele. Akatikisa mikono juu, sawa sawa, usijali. Akatoka, lakini Sabina alijua angerudi. Sabina aliendelea kufanya kazi kana kwamba hakuna kilichotokea. Alituma pesa nyumbani kwa ajili ya dawa za mama yake na ada za shule za Neema. Mama yake alipokea kwa furaha. Asante mwanangu, umetukomboa. Neema akicheka kwa sauti kwenye simu, mama, utaniletea gauni zuri ukirudi. Sabina alitabasamu, macho yake yakiwa na machozi. Ndiyo mwanangu, gauni la kifahari la kifalme. Angetamani kuwaambia ukweli kwamba aliteswa, alikuwa akinyanyaswa, anaishi kwa hofu kila siku, lakini hakuweza. Hakutaka kuvunja furaha yao. Kila usiku alilala na mlango umefungwa kwa funguo, akihofia miguu ya mtu kupita koridoni.
Mwili wake ulikuwa umechoka, roho yake imevunjika. Ndani kabisa alijua lazima atoroke au angepotea kabisa. Siku moja Bwana Juma aliyekuwa mwajiri wake alimwita chumba maalum. Haikuwa moja ya vyumba alivyokuwa akisafisha. Alisita mlangoni, mikono yake ikiwa na sabuni, moyo wake ukipiga kwa nguvu. "Ingia," akasema kwa sauti tulivu. Sabina akaingia kwa tahadhari. Chumba kilikuwa kikubwa, safi na chenye mwanga mkali, lakini kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida. Harufu hewani haikuwa ya chakula au sabuni, bali kitu kingine, kama pori, kama wanyama. Sabina akatazama kuzunguka, macho yake yakiona safu za maboksi ya kioo, vitanda vidogo vya manyoya na kifaa cha mbao kilichoko pembezoni. Bwana Juma alisimama katikati, mikono yake mifukoni, akimtazama kwa makini. "Nataka nikuonyeshe kitu," akasema. Sabina akatikisa kichwa polepole. "Ndiyo, bwana." Akatembea mbele, karibu na sehemu ambapo kulikuwa na ndege wa rangi nzuri wakipiga mabawa. "Nafuga ndege," akasema kwa fahari. "Wengine ni wa thamani sana hapa mjini." Sabina akatikisa kichwa tena, hajui kwa nini anamsimulia hayo. Kisha akasogea upande mwingine, kwenye mizinga ya samaki. Maji yakibubujika, samaki wa dhahabu wakiogelea kwa utulivu. "Hawa wananunuliwa kutoka nje, wa bei kubwa sana." Sabina akashika pindo la apron yake kwa nguvu. Hakuelewa haya yote yalihusiana vipi na kazi yake. Kisha Bwana Juma akatembea kuelekea kwenye kifaa cha mbao, akainua kifuniko polepole. Mwili wa Sabina ukaganda. Mlio wa chini wa kutisha ukatoka ndani. Mbwa wanne wakubwa wakatoka, manyoya yao yakimetameta, macho yao yakiwa makali. Sabina akachukua hatua ndogo nyuma. "Wamekuwa wangu bora," akasema kwa tabasamu. "Wenye nguvu na wa thamani sana." Pumzi ya Sabina ikaanza kwenda haraka. "Bwana, hii inahusiana vipi na kazi yangu?" aliuliza kwa sauti ya chini. Akatabasamu. "Subira, binti mdogo." Sabina akahisi baridi mikononi mwake, joto la chumba likitoweka. Akatembea kuzunguka mbwa, akimkuna mmoja kichwani. "Umefanya kazi nzuri, Sabina. Unajituma sana. Lakini sasa ni wakati wa kufanya zaidi." Akahema. "Zaidi?" Akakubali kwa kichwa. "Kuanzia leo hawa mbwa ni jukumu lako." Sabina akapumua kwa nguvu, alidhani hilo ndilo lote. "Sawa bwana," akasema kwa sauti dhaifu. Lakini kisha akasema, "Sio hayo tu." Alipoongeza maneno mengine, moyo wa Sabina ukasita kupiga. "Na utalala nao, tafadhali?" Bwana Juma akainamisha kichwa kidogo, macho yake yakipungua. "Umenisikia?" Sabina akatikisa kichwa, akirudi nyuma. "Hapana, hapana bwana, siwezi." Akatabasamu kwa upole wa kikatili. "Oh, utaweza mpenzi. Unajua hawa wanyama wana hisia kama binadamu. Wana matamanio." Mwili wa Sabina ukakakamaa. Chumba ghafla kikawa kidogo mno, kuta zikibonyea. Mbwa walikuwa wamesimama kimya, hawajui kinachoendelea. Midomo yake ikatetemeka. "Tafadhali, nilikuja kufanya kazi ya ndani, sio haya." Sauti ya mwanaume ikawa kali, ya amri. "Unadhani una chaguo?" Sabina akatazama mlangoni, lakini tayari alikuwa amesimama hapo, akimzibia njia. "Hakuna anayehama hapa bila ruhusa yangu. Ukikataa, utajuta." Sabina akatetemeka, akasema kwa hofu, "Tafadhali bwana, nipe muda. Siku 2 tu." Akatulia, akamtazama kwa sekunde chache, kisha akasema, "Sawa. Siku 2. Baada ya hapo, fanya ninachosema." Alipotoka na kufunga mlango, Sabina alikaa sakafuni akiwa amepotea. Mikono yake ikitetemeka, akili yake ikizunguka. Mbwa walilala kimya vitandani, mikia yao ikitetemeka kidogo. Mmoja akanyosha miguu yake, akatoa pumzi ndogo. Mwingine akamwangalia kwa macho meusi yaliyolegea, kisha akalala tena. Hawajui. Hawakuelewa. Lakini Sabina alielewa. Kifua chake kilihisi kubanwa kama kuta zinamzonga.
Akakunja magoti yake akiegemeza uso wake juu yake. Atafanya nini? Hakuweza kutoka. Mlango umefungwa. Madirisha yako juu sana. Nyumba imezungukwa na kuta ndefu, walinzi wakilinda usiku na mchana. Hata kama angekimbia, angeenda wapi? Alikuwa amekuja kutafuta maisha bora. Ameacha nyumbani ndoto ya kuwaokoa mama yake na Neema. Alidhani atafanya kazi kwa heshima, atajenga maisha mapya kwao. Lakini sasa haya yalikuwa kitu kingine. Kitu chenye giza. Kitu kilichomfanya tumbo lake kuuma na ngozi yake kusisimka. Machozi yakajaa, lakini akayazuia. Kulia hakutamwokoa. Kulia hakutafungua mlango. Kulia hakutamrudisha nyumbani. Alifikiria mama yake. Alifikiria binti yake. Aliahidi kurudi akiwa na zawadi, akiwa na furaha, akiwa na pesa za kubadili maisha yao. Lakini sasa atawezaje kurudi? Ataambia nini? Je, hata ataishi kufika nyumbani? Kisha mlango ukagongwa kwa nguvu. Aliruka kwa hofu. Akashika pumzi yake. Hakuna aliyeingia, ilikuwa tu kumbusho. Siku 2. Sabina alikuwa na siku 2 tu kuamua hatima yake. Sabina hakuweza kuacha kufikiria kuhusu zile siku 2 alizopewa na nini cha kufanya. Muda ulionekana kama unateleza mikononi mwake, kila sekunde ikimkaribisha kwenye jambo ambalo hangeweza kuvumilia. Alikuwa hana pasipoti, hana pesa na hakuna njia ya kutoroka kupitia lango lililokuwa likilindwa muda wote. Lakini ghafla wazo likamjia. Alijifanya mgonjwa, akashika tumbo lake na kuinama kana kwamba alikuwa akiumwa vibaya. Baadaye jioni, Bwana Juma alipomwita, Sabina akainama kidogo, akasema kwa sauti dhaifu, Bwana, sijisikii vizuri. Nina maumivu makali ya hedhi. Akatikisa kichwa. Hedhi? Itadumu muda gani? Siku 14, akajibu haraka, wiki 2 nzima. Akaonekana kutoamini. Haiwezekani. Hedhi haiwezi kuchukua muda huo. Wakati mwingine huchukua, Bwana. Na ninajisikia dhaifu sana. Alimtazama kwa msabinaka, lakini baada ya sekunde chache akapumua kwa sauti na kugeuka. Sawa. Pona haraka. Lakini usifikirie kwamba hili litabadilisha chochote. Sabina akainama kichwa. Asante Bwana. Usiku huo alilala kitandani akiwa macho, akitazama dari, akili yake ikihesabu siku. Alijua hii ilikuwa muda tu wa kuchelewesha, sio wokovu. Alihitaji mpango wa kweli. Katika siku zilizofuata alianza kuwa makini zaidi. Alianza kuangalia kwa makini walinzi, kuona ni saa ngapi wanabadilisha zamu. Alisikiliza sauti za nyumba, milango kufunguliwa, magari kuondoka, saa ya kupika, sauti ya ndege kwenye dirisha. Kila kitu kilikuwa muhimu. Zaidi ya yote, alianza kujenga uaminifu. Alionyesha utiifu. Alitabasamu wakati wa kuamriwa. Alifanya kazi bila kulalamika. Polepole walinzi wakaacha kumwangalia kwa makini sana. Jioni moja akiwa anasafisha vyombo, akamgeukia mke wa mwenye nyumba kwa upole. Madam, samahani, chakula cha jikoni kinakaribia kuisha. Mwanamke huyo hakumwangalia sana. Mwambie Juma kesho. Asubuhi iliyofuata Bwana Juma akaingia jikoni. Sabina akainama kwa heshima, akasema kwa sauti ya upole, Bwana, chakula cha jikoni kimeisha karibu. Naomba uniruhusu niende sokoni kununua. Alimtazama kwa macho makali. Wewe? Kwa nini si dereva? Sabina akajibu haraka, mimi najua vitu tunavyohitaji, Bwana. Nitakwenda haraka na kurudi. Alimtazama kwa muda mrefu kana kwamba anajaribu kuona kama anadanganya. Kisha akaingiza mkono mfukoni akatoa pesa. Sawa. Lakini usichelewe. Sabina akachukua pesa kwa mikono ikitetemeka, akainama kichwa. Asante Bwana. Alitembea kuelekea mlangoni. Miguu yake ilihisi mizito, kila hatua ikiwa kama inamwaga hofu chini. Lakini hakusimama.
Akapita kwenye ua, akapita langoni, na mara tu alipovuka alikimbia. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, pumzi zikipanda na kushuka, miguu ikikata mitaa isiyoijua. Hakuangalia nyuma. Hakujali kama walinzi wanamfuata. Nguo zake zikipeperuka, mikono yake ikishika nguo yake kwa nguvu. Hatimaye akaona jengo dogo la serikali, nje yake kulikuwa na wanaume waliovaa sare. Akajikokota ndani akipumua kwa shida, sauti yake ikiwa dhaifu. Tafadhali nisaidieni. Akashika kaunta, mikono yake ikitetemeka, machozi yakitiririka. Naomba msaada. Kabla hajamaliza kusema, mwili wake ukaishiwa nguvu. Akaanguka chini. Kelele zikajaa. Sauti, miguu, mwanga mkali juu yake, kisha giza. Alipoamka alikuwa amelala kwenye benchi dogo ndani ya ofisi. Feni ikizunguka taratibu juu yake, harufu ya makaratasi ya zamani ikijaa hewani. Askari wa kike aliketi karibu akimnyoshea kikombe cha maji. Kunywa, akasema kwa upole. Sabina akainua mkono kwa shida akakipokea. Maji yalipenya koo lake kavu, akameza kwa taabu. Askari mwingine wa kiume akasimama pembeni akimwangalia kwa makini. Kilichotokea ni nini? Akauliza. Sabina alifungua mdomo, lakini hakuna sauti iliyotoka. Kumbukumbu zikamvamia kama mawimbi mazito. Alilia kimya, kisha kwa sauti iliyovunjika akaanza kuelezea yote. Alisema kuhusu kupigwa, matusi, njaa, jinsi walivyomtendea kama hana thamani. Alimwambia kuhusu Bwana Juma, kuhusu mbwa, kuhusu kile alichotakiwa kufanya. Sauti yake ikavunjika katikati, mikono yake ikishika nguo yake kwa nguvu, lakini hakukoma. Nataka kurudi nyumbani, akalia. Sihitaji pesa tena. Sihitaji kazi hii. Nataka tu kurudi nyumbani. Chumba kikawa kimya. Wote wakamtazama bila kusema neno. Askari wa kike akamshika mkono kwa upole akasema, "U salama sasa. Uko salama." Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, Sabina aliweza kuamini maneno hayo. Haikuchukua muda mrefu. Mamlaka zikamsaidia kununua tiketi ya ndege ya kurudi Tanzania na kumpa pasipoti yake tena. Walimpa pia pesa kidogo, shilingi milioni 2 za Kitanzania. Haikuwa nyingi, lakini kwake ilikuwa muujiza. Alipokuwa akipanda ndege, machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Safari hii hakulia kwa hofu, alilia kwa faraja. Alikuwa anarudi nyumbani. Safari ilikuwa ndefu, masaa yakisonga taratibu. Alitazama nje kupitia dirisha akiona mawingu yakipita chini. Moyoni aliwaza, je, mama yangu yuko salama? Je, Neema atanikumbuka? Hatimaye ndege ikatua. Hewa ya Tanzania ilikuwa joto na yenye harufu ya udongo na moshi wa majiko ya mkaa. Sabina alipiga hatua nje ya ndege, miguu ikitetemeka, moyo ukipiga kwa kasi. Alitembea kupitia uwanja mdogo wa ndege, macho yake yakitafuta uso mmoja. Kisha akawaona mama yake amesimama na fimbo mkononi, macho yakiwa yamejaa machozi. Na Neema akikimbia kwa mikono wazi, akipaza sauti, "Mama!" Sabina akaangusha begi chini, akapiga magoti, akafungua mikono yake. Neema akamkumbatia kwa nguvu, Sabina akambusu kichwa, akavuta harufu ya nyumbani. Mama yake akapiga magoti kando, akimgusa usoni kwa upole, kana kwamba anahakikisha ni kweli. "Umerudi?" akasema kwa sauti ya kicheko na kilio. Sabina akatikisa kichwa, machozi yakimtiririka. "Nimerudi mama." Akawatizama watu ambao aliwapigania, sababu iliyomfanya aishi. Alikuwa nyumbani. Na alikuwa hai. Ujumbe. Hadithi ya Sabina siyo yake peke yake. Ni hadithi ya maelfu ya wanawake duniani kote, wasichana wanaoondoka nyumbani wakiwa na ndoto za kusaidia familia zao, lakini wanajikuta kwenye mateso. Wengi hawarudi. Wengi hawasikiki tena. Tupaswe kusikiliza hadithi zao, kuwasemea wanaonyamazwa na kuwalinda wanawake na wasichana wanaoteseka kimya. Ukijua mtu anayefikiria kufanya kazi nje, mwambie ukweli.
Ukisikia habari za mateso, toa taarifa. Ukiwa na sauti, itumie. Kwa sababu Sabina alinusurika. Lakini wengine hawatapata nafasi hiyo. Tusiwasahau. Asante sana kwa kusikiliza. Tafadhali usisahau kushare simulizi hii na familia yako na marafiki zako na kulike video hii. Tutaonana tena kwenye simulizi ijayo.